Kwa majiji makubwa Tanzania kama Dar es Salaam na mengine, bodaboda imekuwa usafiri wa kutegemewa na watu wengi, hasa wenye haraka ambao wanaweza poteza miadi ama kuharibu kazi kwa kuchelewa mahala wanapaswa kufika kwa wakati. Na sote tunakubaliana kwamba bodaboda ni usafiri muhimu mijini na vijijini. Licha ya umuhimu wake kwa abiria na kuajiri maelfu ya vijana, idadi kubwa ya ajali zinazotokea kwa kuhusisha bodaboda ni kengele ya tahadhari kwamba inahitajika hatua za makusudi kuyalinda makundi yote yanayoathirika na vitendo vya kundi hilo. Kwa ajali za barabarani ni nyingi sana kuliko ajali za usafiri wowote. Henry Kajange ameongoza wataalamu mbalimbali waliokutana hapa na kundi hili la bodaboda, na yeye ni afisa programu akisimamia idara ya usafirishaji kutoka shirika la maendeleo la kimataifa la Japan, JICA. Kwa hiyo ni muhimu sana tunapozungumzia uchukue tahadhari, tunamaanisha, sio kama tunaelewana jamani, kwamba ajali za barabarani ni nyingi sana kuliko ajali za mfumo mwingine wa usafiri. Kwa hiyo wenzetu wa jeshi la polisi watakavyokuwa wanatusaidia kutoa elimu, naomba tuwasikilize kwa makini sana. Wenzetu wa wauba watakavyokuwa wanatoa elimu, tuwasikilize kwa makini. Na hii ni kwa faida yako wewe mwenyewe. Kila mtu hapa ana familia ambaye wanamtegemea. Kwa hiyo ni muhimu sana tukazingatia kuchukua tahadhari kadri tunavyoweza. Shirika la maendeleo la kimataifa la Japan, JICA, wameungana na kikosi cha usalama barabarani na wadau wengine kuhakikisha maafisa hawa usafirishaji wanakuwa salama wao kwanza, ili nao wawalinde watumiaji wengine wa barabara. Mwakilishi wa JICA, Fujiwara Shunsuke, amezungumza na kundi hili hapa Dar Live, Mbagala Zakiem, nchini Tanzania. It is an honor and a privilege to stand before you today. Najisikia fahari sana kusimama mbele yenu leo tunapozindua kampeni hii ya usalama barabarani. Kwa bodaboda kote duniani, ajali za barabarani ni nyingi na Tanzania haikwepi janga hilo, kwani nako ajali ni changamoto kubwa. Bodaboda ni usafiri muhimu sana kwa usafiri wa watu hapa Tanzania. Hata hivyo, kwa idadi kubwa ya ajali zinazotokea, tunahitaji nguvu kubwa ya pamoja kuzikabili ajali hizo. JICA kwa kushirikiana na serikali ya Tanzania na wadau wengine wamekuwa wakipambana kuhakikisha ajali za barabarani zinapungua kupitia ushirikiano wa kiufundi, mafunzo na kampeni kama hizi. Ifahamike kwamba tunalenga kuhakikisha ajali zinapungua na kutengeneza mazingira salama ya watumiaji wote wa barabara. To reduce road accidents and create a safer environment for all road users. Mbinu kuu ya kuendesha kwa usalama ni kukumbuka wale utakaowaacha baada ya kufanya uzembe na kupoteza maisha ama kubaki tegemezi baada ya kupasuka barabarani na kukosa mtaji wa afya yako. Naomba muwe makini barabarani. Mfuate sheria za usalama barabarani. Ni kwa ajili yako, sio kwa ajili yetu, yani ni kwa ajili yako na familia yako. Mimi mna wazazi, mna watoto, mna watu wanawategemea nafikiri. Na sidhani hapa kuna mtu ambaye chini ya miaka 18. Kuna mtu chini ya miaka 18 hapa? Kama nasema elewi. Maisha ni nini? Kwa hiyo mjipende. Sheria za usalama barabarani ni kama maandiko yanayokataza dhambi, lakini waumini wake huamua kupuuza tu, na ndio maana jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani wanaapa kutoacha kuhubiri siha njema, kama anavyowakumbusha mrakibu mwandamizi wa jeshi la polisi Mbunja Matibu, ambaye ni mkuu wa dawati la elimu kwa umma. Tusimame, tutii zile alama za barabarani, hususan kwenye taa nyekundu tusipite. Tusimame kwenye taa nyekundu. Kwa nini ukipita kwenye taa nyekundu ni shida? Wewe hauna haki wakati huo taa nyekundu iko wapi? Sasa unapopita kuna mwenzio ana haki, anakuja wangu, simtavaana, mtagongana. Kwa hiyo unapoona taa nyekundu fanya subira. Taa ya njano subiri. Inayekuruhusu wewe ni taa ya kijani, lakini utapita tu kama ni salama. Kama sio salama, hata hiyo taa ya kijani yenyewe usiende, tulia. Tunaelewana? Umeruhusiwa kweli, taa ya kijani inawaka, ni haki yako. Lakini unaona sio salama, kuna mtoto anavuka, kuna mzee anavuka. Subiri avuke, ndio wewe utafanyaje? Utakwenda. Na changamoto zingine za barabarani,
kuwa mwangalifu, utaona siku yako inaenda vizuri. Sawa sawa? Lakini haya mafunzo ambayo tuliyoyapata hapa tuyazingatie, sababu tu tumefundishana hapa, tumeelezana, lakini ukisema nayaacha hapo hapo haitapendeza sana, kwa sababu mafunzo kila siku mtu ananolewa, na kila siku mtu anakuwa mpya, anafundishwa, anaweka kichwani. Kwa hiyo anakuwa na mambo mengi aliyojifunza, kwa hiyo anakuwa amekuiva vizuri katika elimu ya usalama barabarani. Tumeelewana? Tunawapenda sana, tunawajali sana, msione hivi. Tunapenda sana tukisikia shwari hawajago, lakini tukisikia bodaboda wamegongana huku ni shida. Vyombo vile vikubwa uviache, usianze kupambana navyo huko barabarani. Wewe tulia kidogo, chombo chako ni kidogo. Kiangalie chombo chako kikoje. Sipambane na malori hayo. Sawa? Tuende vizuri, kwa sababu nyinyi ni kaka zetu, ni wadogo zetu. Barabara zetu tukizitumia kwa usalama na kwa usahihi, tutafikia malengo yetu, kwa sababu tuna familia, tuna wazazi, tunasomesha watoto, tunajenga na tunafanya mambo mengi ya kimaendeleo. Kwa hiyo barabara tuitumie vizuri, tutafikia malengo. Wote tuvae kofia ngumu. Uvaaji wa kofia ngumu ni wewe bodaboda pamoja na abiria wako, kwa maana ya helmet, mfano hiyo hapa ile vana kaitwa. Kwa hiyo unapoingia barabarani kuvuka, kuchukua kofia ngumu, na utavaa wewe lakini pamoja na abiria. Sawa? Lakini pia unapokuwa barabarani usiende mwendo wa kasi kupita kiasi. Speed. Usiende kwa speed kubwa. Mwendo wako mdogo tu wa kawaida, utafika kule unakokusudia kufika. Usiende mwendo mkali. Speed inaua. Speed kills. Sawa sawa bodaboda? Haya yote najua mnafahamu, lakini lazima tukumbushane. Wakati mwingine mnasahau. Lakini pia utumiaji wa vinywaji, ulevi. Ulevi, unachukua chombo cha moto huku umelewa. Ile inafanya wewe ukose maamuzi sahihi barabarani. Baadhi ya vijana waliozungumza na TriGen Media wanakubali kuwa elimu lazima iendelee, na ikilazimika basi sheria na kanuni ziwabane wale wote wanaopuuzia masuala ya usalama barabarani. Hii ni TriGen Media, mimi ni Dennis Mwasalanga.